Wananchi wanaoishi katika mtaa wa Migungani mkoani Arusha wamefunga barabara ya Mnara wa Voda kuelekea Sombetini baada ya kudai kwamba watu wawili waligongwa ndani ya kipindi cha nusu saa, huku wengine wakigongwa kwa nyakati nyingine tofauti na kuwasababishia majeraha. Hivyo wameiomba serikali kuweka matuta katika barabara hiyo ili kupunguza ajali za mara kwa mara zinazoweza kutokea. Hata hivyo, askari wa jeshi la polisi walifika katika eneo hilo na kuzungumza na wananchi hao ambao baadaye waliondoa mawe hayo barabarani, huku diwani wa kata ya Sinoni akiahidi kujengwa kwa matuta hayo ndani ya siku 7. Kwa jina maarufu Musi, jina lingine ni Kidaren, dereva wa bajaji. Kilichotokea kwa hapa kwa sasa hivi ni haza ya kufungiwa barabara kutokana na watu wanasema watu wamegongwa. Ni sawa, watu wamegongwa, lakini hii sehemu pia hamna kivuko. Watu mnatakiwa tuwe tunavuka kwa tahadhari. Maana sehemu pia hapa hivi ni republic za watu sana. Kama pale kuna sehemu wanauza kinywaji, hapa kuna betting, kuna banda la mpira, kuna bar. Kwa hiyo watu ni wengi. Kama jana tu mimi wenyewe nimepita hapa mida ile mpira unachezwa Yanga. Watu wampaki pikipiki hadi barabarani. Mikokoteni ya miwa hadi barabarani. Je, hao watu wanapita wapi? Hata mtu ukigongwa unavuka pasipokuwa na tahadhari. Kwa nini usiangalie juu chini ni nini kinakuja alafu ndo uvuke? Unavuka tu kama mbuzi. Na wewe ni mtu mzima, una akili zako. Hata kama ni mtoto unatakiwa hivi mtu mzima. Hata kama ni mtoto umemuona huyu hapa anavuka, unatakiwa umsaidie. Kwa hiyo barabara ilivyofungwa ilikuwa ni makosa kabisa. Ni makosa makubwa mno sana. Kutokana hapa hii sehemu hii ni watu wanajaa sana. Kama jana hapa watu walikuwa wamejaa mno. Matuta wamewekewa, walitaka tuta wamewekewa pale kwenye kona. Kivuko hapa hamna sehemu ya kivuko hapa. Maana barabara yenyewe hamna hata sehemu ya kupita. Kwamba watu wanajaa yani hapa watu wanajaa kuliko Samunge. Yaani watu wanajaa, kwa hiyo wanapita tu kama ng'ombe. Huyu jamaa na kile timamu. Kuna msukumano watu hapa. Huyu jamaa na kile timamu. Nasema yeye ni dereva bajaji. Kwa hiyo akiwa dereva bajaji. Anatetea haki yake. Akiwa dereva bajaji anatetea haki yake. Watu gongea tu kwa sababu anaendesha bajaji. Bajaji ni nini ase? Ni chombo cha moto. Hapo nani hapo lelini hapo treni yenyewe inapita pale. Kwa nini watu wasibongwe pale? Huyu anaongea nini huyu? Huyu anaongea kitu gani huyu? Kwa hiyo akiendesha bajaji. Kwa hiyo bajaji na treni kipi ambacho kinaweza kufanya hivyo? Huyu anaongea nini? Bajaji haina breki. Watu wanagongwa kila siku, wazazi wetu wanagongwa. Huyu anaongea nini hapa? Sio mtu mmoja au watu wawili. Mzee wa watu sasa hivi naongea na wewe yuko Mount Meru. Ametolewa bandama. Kichwa kimepasuka. Viongozi wapo wanaangalia. Kwa nini wasitusaidie hapa kuweka bamsi? Watusaidie kuweka bamsi tu, maana hata pakiwekwa bamsi japo tunamtegemea Mungu, lakini kidogo tunakuwa na afadhali. Kuna binti wa form 4 akiwa hapa pembeni hapa. Alifatwa na toyo, mwanaume kainua toyo usiku saa 2. Amekuja kumvaa yule mtoto akiwa na ndoo 2 za maji. Kamlenga kamtupa barabarani. Watu walipiga ukunga wakijua kwamba amekufa. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni aliyeitwa akamsaidia yule binti. Hospitali daraja 2 kapelekwa NSK. Mungu ni mwema, yule mtoto yuko hai japo amevimba sana. Kwa nini tunyamaze? Hawana idadi waliogongewa hapa. Yaani kwa jana. Kwa jana ni watu 2 waliogongwa. Watu 2 kwa wakati huu na ni toyo. Sasa kwa nini mmefunga barabara? Tunataka bamsi hilo tu. Bamsi, yani tumeweka mawe, wanawake wameweka mawe, tunachohitaji ni bamsi tu. Hivyo. Mimi naitwa Angela. Mimi mwenyewe pia mwanangu kagongewa hapa na guta. Umeona Nasoma mara ya kwanza hapa. Kila baada ya siku 2 hapa kunatokea matukio. Kwa hiyo tunataka hapa ni bamsi peke yake. Wasipotimiza hadi yao. Tunarudi kwa nguvu mpya hapa. Tunalala hapa mpaka bamsi iwekwe. Kwa usalama wa watoto wetu. Jina langu naitwa Peter Inyasi Mkawe, diwani wa kata ya Sinoni. Kuna tatizo limetokea hapa, mara kwa mara naambiwa watoto wetu wanagongwa pamoja na kuumizwa. Kwa masikitiko makubwa, kwa kweli nimesikitika sana jambo hili kutokea, hasa la hao wanaoendesha pikipiki. Nimechukua hilo na ninakwenda pia, nitakuwa na mkutano hapa, lakini mazumuni yangu kubwa na ninakwenda tuanzishe kikosi ambacho kitaweza kupambana na hii vijana wetu wanaotumia pikipiki kupiga hizi
wanaita Moshi 3. Jana ni wawili, lakini taarifa tulipopata leo ni mmoja na jana ni wawili. Kwa hiyo tunakwenda kushughulikia hilo, kwa kweli ni masikitiko makubwa. Ukiangalia kwa muda wa siku mbili tu watu wawili tumeweza kupoteza kuumia. Kwa hiyo ni jambo la masikitiko makubwa sana. Mnatoa siku ngapi kuweka matuta hapa? Tumetoa ndani ya siku 7. Ndani ya siku 7 tulikuwa tumeshaweka.